Ni wakati mwingine tena tumekutana katika kipindi chetu cha Bible Study katika familia. Tumesoma katika siku ya leo kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, na hiyo sura ndio tunakwenda kuijadili. Karibuni sana, ninaitwa Ruja Mvungi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Hilda. Napenda kukaribisha katika kipindi chetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Beatrice. Karibuni katika kipindi chetu hiki cha Bible Study katika familia. Bwana Yesu, asante kwa wakati huu. Asante kwa kutusaidia na kutupa neema ya kuweza kujifunza neno lako ili kuweza kupata zaidi maarifa yako na kuweza kuyafanya yale yaliyo mapenzi yako. Tazama, tunakushukuru, tunakubariki. Tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi katika kipindi hichi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Amen. Kama kuna swali, Biti, unaweza kuanza kuuliza. Matendo 3 mstari wa 2. Nasoma. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mlango Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Hapa swali langu ni kwa nini huo mlango uliitwa Mlango Mzuri? Ili aombe sadaka. Mlango mzuri, mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Katika Biblia hichi kitu kimeongelewa hapa tu katika hichi kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini Biblia haijatupa ufafanuzi wa moja kwa moja. Kwa nini ni umeitwa mlango mzuri, au mlango mzuri maana yake nini? Wala hakuna sehemu nyingine ambapo wameweza kuongelea huu mlango mzuri. Sasa tunasemaje kuweza kupata jibu? Kuna nadharia za wanahistoria ambao ukizifuatilia unaweza ukapata jibu kwa nini ilikuwa hivyo. Mfano, kuna nadharia ya kwanza inasema kwamba ule mlango uliitwa mzuri kwa sababu ulikuwa umetengenezwa kwa dhahabu, alafu ulikuwa ni mkubwa. Unaona? Kwa ni mlango ambao ulikuwa unasemekana kwamba ulikuwa unavutia kwa macho ukiangalia, na ulikuwa una thamani kubwa kwa sababu ya ile nini? Kwa sababu ile dhahabu na zile nakshi zake. Kwa ndio maana ikaitwa mlango mzuri. Lakini pia wengine wanakuambia kwamba uliitwa mlango mzuri kwa sababu ilikuwa ni sehemu ilikuwa ndio sehemu ya kuingia katika ibada, kuingia katika nyumba ya ibada. Kwa watu walipendezwa, walikuwa wanapendezwa wanapopita katika ule mlango kuingia katika ile ibada. Kwa ndio maana wakaita kwamba unaitwa mlango mzuri. Unaona? Sasa hizi ni majibu ya kihistoria, yani majibu ya kinadharia pia, ambao una haki ya kuchukua au sio na haki ya kufanyaje, ya kuchukua. Kwa sababu jibu tunalopaswa kuweza kulichukua na kulishika moja kwa moja ni lile ambalo limeweza kujibiwa na Biblia moja kwa moja. Ndio? Kwa hiyo hichi kitu ambacho kilichokuwa kimeongelewa hapa na haya majibu ambayo nilikuwa nimeyatoa mimi yanaenda katika nadharia hiyo. Kwa hiyo unaweza kuchukua au unaweza usichukue. Kwa sababu Biblia haijasema kuhusu hilo jambo. Na katika Biblia nzima mahali ambapo pameandika kuhusu habari ya mlango mzuri hakuna zaidi ya hapa katika hii sura ya Matendo sura 3 mstari wa 2. Nimekujibu? Swali jingine kwa mwenye swali chapu tumalize kipindi. Na maswali katika Matendo 3:1. Napenda nisome. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Swali langu nasema hivi, moja ya pinzani wakubwa wa Yesu walikuwa ni Masadukayo. Sasa na hao ndio walikuwa wasimamizi wa hekalu. Je, hao Wakristo wa kwanza waliwezaje kuendelea kufanya ibada zao pale hekaluni? Okay. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Okay. Yaani kweli upinzani mkubwa wa huduma ya Yesu pamoja na Yesu mwenyewe, mmoja wapo wa watu walikuwa ni Masadukayo. Hao wengine walikuwa ni Mafarisayo, waandishi wa elimu ya Herode au pia, lakini tuna hapa swali lako naona limelenga zaidi kwa ajili ya Masadukayo, si ndio? Ambao wao ndio walikuwa wasimamizi wa hekalu na makuhani walikuwa wanatoka kwao. Lakini pia ukasema ya kwamba
kuhusu habari ya lile hekalu walikuwa wanalisimamia wao, lakini pia ilikuwaje hawa jamaa wakawa wanaenda kusali sehemu ambao wanaweza kuisimamia wapinzani ambao ni wao. Ni kitu cha kushangaza tangu mwanzo, lakini pia wanahistoria wanaweza wakakwambia na wanatheolojia wanasema kwamba kwa sababu lile hekalu halikuwa la Masadukayo, lilikuwa hekalu la Waisraeli wote. Yohana na Petro walikuwa ni Waisraeli, si ndio? Hawakuwa watu wa mataifa. Kwa walikuwa na haki ya kuingia katika lile hekalu. Lakini pia mwanzo sasa, hii ni nadharia wanakuambia, ni nadharia na theolojia. Wanakuambia inawezekana kabisa kwamba labda mwanzo wakati wanavyoanza katika ile imani, hawa Mafarisayo, Masadukayo pamoja na makuhani hawakuzani kwamba kile kitu kingiweza kuwa kikubwa kikawa na matokeo ya namna ile. Kwa labda walikuwa wanahisi tu kwamba hawa watafanya hivi, kwamba kuna siku kesho na kesho kutwa watafanyaje, wataacha na ile imani itapotea. Unaona, kwa walikuwa wanahisi hivyo. Kwa ndio maana walikuwa na uwezo hata wa kwenda katika lile hekalu. Lakini pia wakati ambao uliwafanya wao wakaenda katika lile hekalu ni kile kipindi ambacho Wayahudi kutoka sehemu tofauti walikuwa wanamiminika kuja katika Yerusalemu, katika hekalu kwa ajili ya kuweza kufanya nini? Kwa ajili ya kuweza kufanya zile ibada zao. Kwa sababu hiyo basi hata wao pia wenyewe iliwalazimu kwenda katika hekalu kwa ajili ya kuweza kuwahubiria hao watu. Sasa sijajua huu ujasiri waliupata wapi, labda tunahisi kwamba ni nguvu tu za Roho Mtakatifu mwenyewe aliwatia huo ujasiri kwa ajili ya kwenda kusema yale. Na ndio maana hata walipokuwa wakienda katika yale mahekalu walikuwa wakifundisha katika ile hekalu, watu walikuwa wanaokoka, watu walikuwa wanamwamini Bwana Yesu na kuendelea na maisha mengine ya kiimani. Yaani wanatoka sasa katika ile imani ya Kiyahudi wanaingia katika imani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo ilianza taratibu, ilikuwa inaonekana, unajua mwanzo ilikuwa inaonekana kama vile ni uamsho katika dini yao ya Kiyahudi. Mwanzo ilikuwa inaonekana kama hivyo. Kwa hiyo unakuta hata watu wengi katika ile miujiza ambayo ilikuwa ikifanyika, watu wengi walikuwa wanaunga mikono. Lakini pia hata wale Masadukayo walikuwa wanatakiwa waangalie ule upinzani wao wanaokuja kuweka, kwa sababu walikuwa wale raia walikuwa hawakawii kuwapiga mawe. Ndio maana hata kuna wakati mwingine walikuwa wakienda wakimbana Yesu na maswali, naye alikuwa anawabana na kuuliza. Unaona, kama vile mfano wa walipomwendea wakamwambia, wakaenda wakamuuliza, eti wewe unayafanya haya, wafanye umetumwa na nani au yametoka wapi? Naye akamwambia, mimi nitawauliza, mkinijibu na mimi nitawajibu swali lenu. Wakamuuliza, akamwambia tuulize. Akamwambia, ubatizo wa Yohana Mbatizaji ulitoka wapi? Unaona, jamaa akaona, wakarudi wakaja wakaambizana, akamwambia, hapa ndugu yangu, hapa tukisema ubatizo wa Yohana Mbatizaji ulitoka kwa Mungu, watasema kwa nini hamjaukubali? Na tukisema au kutoka kwa Mungu ni ubatizo wake tu yeye mwenyewe, hawa jamaa raia watatupiga mawe. Unaona hicho kitu kwa sababu wenyewe wanamwamini Yohana. Kwa wale walikuja kumjia Yesu akaenda kwa bwana, sisi hatujui ubatizo wa Yohana ulitoka wapi. Unaona hicho kitu? Na Yesu akamwambia, na mimi mwenyewe sifanyaje? Sijui. Kwa hapa nilikuwa nazungumzia kile kwamba kuna vitu ambavyo japokuwa wao walikuwa ni viongozi, lakini raia walikuwa na uwezo wa kuwajibisha mahali popote. Kwa hata upinzani wao walikuwa wanaofanya kwa namna ambayo walikuwa wanaenda taratibu. Ilikuwa sio kwenda ile kwa spidi. Sasa kama miujiza imefanyika, watu kama hivyo wanaona miujiza inafanyika, watu wamenena kwa lugha na nini, na watu wakaokoka wakaamini ile imani. Ghafla watu wakawa wengi, wakawa wamejijaza katika ile imani. Wao wachache hawawezi wakaenda tu ile mbele tu ile, wakaenda wakazuia ile makusanyiko wakafanya nini, ingetokea ugomvi mkubwa wangetusha. Kwa hiyo walikuwa wanatumia njia za chini ndogo ndogo, taratibu ili kuweza kuharibu ile imani. Lakini kwa kipindi cha mwanzo walifanikiwa kuweza kukua mpaka pale alipokuja kuuliwa Stefano, ndo wale wanafunzi wote wa pale Yerusalemu wakafanyaje? Wakatawanyika. Niseme hitimisho sasa. Hitimisho. Moja, wale walikuwa ni Wayahudi, wale wanafunzi wa mwanzo hawakuwa ni watu wa mataifa, walikuwa ni Wayahudi. Kwa walikuwa na haki ya kulitumia hekalu kwa ajili ya kiimani.
si ndio? 2, makuhani na Masadukayo pia hata wao wenyewe hawakuzani kama ile imani ingekuwa kwa kiasi hiko. Walikuwa wanadhani tu kama vile labda ni moja ya uamsho fulani katika dini yao ya Kiyahudi, lakini sio kwa ajili ya kuweza kuiondoa ile imani yao ya sheria na kuja ile imani ya neema. 3, hata wao wenyewe wakuu wa makuhani pamoja na Masadukayo waliogopa pia kwa ajili ya kuja kupewa adhabu, yani kwamba wangekurupuka kwenda kuzuia ile imani kwa haraka, alafu tayari watu walikwisha kuamini wengi zaidi ya watu 3,000, 4,000, 5,000. Walikuwa ni watu wengi sana na wenyewe wako wachache. Kwa hiyo ingiliweza kuleta ile vurugu, hata wao wenyewe pia wakapigwa na mawe kadhalika na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo wapasa waende taratibu, waende wakaione hii imani, waangalie jinsi ambavyo inavyokuwa na namna ya kuweza kupanga mipango kwa ajili ya kuweza kuidhibiti ile imani isizidi kufanyaje, isizidi kuendelea. Kwa hiyo swali lako kwamba waliweza kuenda katika lile hekalu na kufanya ibada kwa sababu hizo nilizokuwa nimezitaja. Nimejibu vizuri? Karibuni tena kwa swali jingine kama mmenielewa. Swali jingine linatoka katika Matendo 3:11. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanyikia mbio katika tao lile lililoitwa tao la Suleimani, wakishangaa sana. Mimi swali langu linasema kwamba tao la Suleimani ni nini? Yaani nini maana ya tao la Suleimani? Tao la Suleimani wanamaanisha kama ukumbi. Yaani ni ukumbi wa Suleimani. Ukumbi, tao ni ukumbi. Tao ndio ukumbi tu. Tao ni ukumbi. Lakini sasa swali lako labda lalenga hivi kwamba sisi tumeshazoea kuona lile hekalu la Suleimani labda kwa ule mfumo wa hema jangwani. Hema jangwani ndio ambapo ilikuwa imejengwa, ilikuwa na sehemu kuu 3. Ilikuwa ina ua wa maskani ambao ni mtu unaingia katika ule ua, yani inazungushiwa ni ile fence. Unaingia ndani ya fence ya kwanza, mlango wa kwanza unaingia, unakutana na sehemu kubwa ya wazi. Alafu sehemu ya pili unaingia mlango wa pili unakutana na ambao walikuwa wanatumia mapazia. Unaingia mlango wa pili unakutana na sehemu panaitwa patakatifu. Alafu unaingia sehemu ya 3 unakutana kuna sehemu panaitwa patakatifu, yani patakatifu sana. Na kila sehemu ilikuwa ina vitu vyake. Ndio maana ukija huku katika ua wa maskani ulikuwa ukiingia tu katika ule mlango ulikuwa unakutana na ile sehemu ya kuteketeza na ni sadaka sijui. Wewe unaelewa sana. Ulikuwa unakutana na madhabahu kwa ajili ya kuteketeza wanyama, si ndio? Alafu ukienda mbele kidogo unakutana na birika kwa ajili ya maji ya kujitoarisha ya utakaso, maji ya utakaso. Kama Waislamu wanasemaga maji ya kutawadha. Yani unachukua udhu, yani unajiweka kama wakfu, unajitoa ule uchafu kwa namna ya nje, then unakuwa ni mtakatifu. Inaaminika kwamba unakuwa mtakatifu kwa namna hiyo, yani maana yake ni maji ya kujitakasa, kujitoarisha. Then baada ya hapo ndio mtu anapata kuweza kuingia patakatifu. Ni patakatifu, lakini sio patakatifu sana, patakatifu pa pili, pa katikati, ambao ulikuwa unakutana na kuna vitu vitatu vinakaa pale. Si ndio? Kuna nini? Kuna nini? Bitu anakumbuka sana. Kuna vinara, kingine? Vinara vya taa 7, kinara cha taa 7, kingine? Vijiti. Sasa nimesahau. Kuna vijiti. Kuna kinara cha taa 7, sawa? Kuna meza ya mikate ya onyesho. Ambayo ilikuwa inamaanisha kwamba ile mikate walikuwa wanailaga wapi? Kule jangwani. Walikuwa inakaa pale kwa ajili ya kuweza kukumbuka kwamba walikaa jangwani wakala mikate. Si ndio wakala mana. Wakala mana. Alafu kulikuwa kuna madhabahu. So madhabahu ilikuwa ni nini? Ni madhabahu madhabahu kwa ajili ya kufukiza uvumba. Ilikuwa imekaa pale. Ile ilikuwa ni madhabahu ya shaba nje kwa ajili ya kuteketeza, ilikuwa ni madhabahu kwa ajili ya kufukiza uvumba. Ambao ule uvumba ukifukizwa pale unaruka kwenye pazia, unaingia patakatifu. Na patakatifu kuna nini? Ndani kulikuwa kuna nini? Kulikuwa na sanduku la agano. Kwa sanduku la agano alafu na kulikuwa sanduku la nini? Umesahau. Kulikuwa kuna kiti cha rehema, kulikuwa na sanduku la agano,
Alafu juu ya kiti cha rehema walikuwa wamekaa nini? Wale Malaika makerubi wawili. Walikuwa wamekaa makerubi wawili wameshika ile nanili. Kwa hiyo sisi tukizungumzia habari ya watu wengi sana, kwa tukizungumzia habari ya hekalu la Suleimani, tulikuwa tunahisi kwamba iko katika hiyo sehemu 3. Lakini hizo sehemu zilikuwepo. Ila kulikuwa kuna, kwa sababu ilikuwa ni jengo ambalo lilikuwa ni kubwa, kulikuwa kuna ukumbi ambao watu wote walikuwa wanaweza kaingia wakakaa, kulikuwa nafanyika vikao, mikutano na vitu vingine. Unaelewa hicho kitu? Ndio maana ilikuwa inaitwa Tao la Suleimani. Lakini pia swali lingine unaweza kujiuliza, hekalu la Suleimani lilibomolewa. Kwa hiyo hekalu la Suleimani ilikuwa na hizo sehemu 3 afu na sehemu nyingine kubwa ambayo okay. Ilikuwa na sehemu kubwa. Lakini pia swali la kujiuliza, kwa nini liliitwa Tao la Suleimani? Liliitwa Tao la Suleimani kwa sababu ni swali la kujiuliza. Kwa sababu hekalu la Suleimani lilivunjwa. Ili likaja likajengwa na Herode. Ile Wayahudi wanaotumia kipindi ambacho amekuja Yesu lilijengwa na nani? Na Herode aliwajengea hekalu ile wakaliweka. Lakini wengi wanakuambia hivi, wanatheolojia wanakuambia kwa nini liliitwa Tao la Suleimani? Wanakuambia yawezekana tofali labda ukuta zilizojengewa ile ukumbi zilitoka kipindi cha Suleimani zilikuwepo. Kwa hiyo zikaja zikachukuliwa, zikafukuliwa, zikapatikana zile tofali, then zikajengewa tena nini? Ule ukumbi. Tofali ambazo alikuwa amezitafuta Suleimani mwenyewe, yani mabaki ya zile tofali za Suleimani. Kondo akajengea ule ukumbi. Kwa alivyojenga ule ukumbi ndio ukaitwa Tao la Suleimani au ukumbi wa Suleimani. Lakini wakati huo tayari ile hekalu la Suleimani lilikushaga kubomolewa miaka mingi huko. Unakumbuka lilibomolewa na Nebukadreza alipowachukua hao jamaa kwenda zao Babeli. Unakumbuka? La kwanza lilibomolewa huko kipindi hicho. Likaja likajengwa tena, likaja likabomolewa tena. Ili likaja hekalu jingine. Si ndio? Kwa ni kwa point hiyo. Kwa hapo nimeelewa, sina swali, ila nina swali lingine. Toka Matendo 3 mstari wa 21, ila ningependa kusoma kuanzia mstari wa 20. Apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Swali langu ni hili. Hapa yani sijaelewa mstari huu. Mstari wa 21 anasema hapa sijui kupokelewa mbinguni. Anasema hivi, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Kwa ambacho hujaelewa wewe kupokelewa mbinguni, maana hapa anazungumziwa Yesu anapokelewa mbinguni, si ndio? Alafu anasema hivi, hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, si ndio? Hapo unaweza kaangalia hivi, Yesu alikuwepo tangu wakati wote, si ndio? Mwanzo wa uumbaji na kila kitu unatoka kwa Yesu. Yaani yeye ndio mwanzo wa vitu vyote, ndio chimbuko la mambo yote, sawa? Lakini ulipofika wakati wa Yesu kuja duniani kama binadamu, alikuja kama binadamu, akazaliwa, alipozaliwa akakua, akaanza kufanya huduma yake, akaenda msalabani, akafa, akafufuka, kisha akapaa akaenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ilimpasa Yesu aondoke kwanza kwenda mbinguni ili hapa katikati kile alichokuja kukifanya kipate kuweza kutenda kazi. Unaona hicho kitu Ndio maana alisema hivi wakati akiwa yuko hai. Alisema hivi kwamba nitawaletea msaidizi. Si ndio? Na huyo msaidizi atakayekuja atatoa katika alio yangu na kuwapasheni habari na kuwakumbusheni hizo habari. Na mara nyingine tena akasema hivi, yanipasa mimi niondoke ili huyo msaidizi afanyaje? Apate kuweza kuja. Unaona hicho kitu Yaani maana yake kwamba sasa hivi kanisa, Yesu alikuja akafanya alichokuwa amekifanya. Alikuja akaitangaza imani, alikuja akatuachia hiyo imani, si ndio? Na ukombozi wa kwake moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuipokea hiyo imani ya kwake mwenyewe Bwana Yesu. Lakini kucontrol kile kitu, kukiongoza kile kitu, anayekiongoza sasa hivi ni nani? Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu ndio dereva. Ndio amekuja kuongoza, ambaye yuko kwa kila mmoja, ambaye alishuka siku ya Pentekoste. Sasa wanabadilishana.
Kwa Yesu akatoka hapa duniani akaenda. Alivyoenda kule akapokelewa mbinguni. Maana kazi yake ya msalaba kaishaimaliza, kaishaileta imani, kaishaacha imani duniani. Sasa nitakuwa hiyo imani ianze kutenda kazi. Kwa akapokelewa mbinguni kama mwanadamu aliye kamili, si ndio? Ambaye leo fufuka tayari, mzaliwa wa kwanza wa wafu wote, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, akaenda akaketi mbinguni, akapokelewa. Kwa hiyo ni swali lako na kujibu ile mstari wa 21, ile 21A, si ndio? Na kujibu ile kupokelewa mbinguni. Kwa maana kaja akaifanya kazi ya msalaba, kisha akapaa, akaenda mbinguni, akapokelewa na mbingu, akawekwa, akakaa sehemu. Alafu Roho Mtakatifu akashuka kwa ajili ya kuja kuifanya kazi hapa duniani. Si ndio? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili wanasema hivi, anasema hivi, ili mpaka kupokelewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote. Unaona? Mungu alipokuwa akifanya uumbaji, alifanya uumbaji na kila kitu kilikuwa kikamilifu, si ndio? Adam alikuwa anaishi Edeni. Wakati anaishi Adamu Edeni, hakukuwa na uovu, hakukuwa na ubaya. Yaani Adamu alikuwa anaishi na wanyama, alikuwa anawatawala, alikuwa anawatiisha, si ndio? Yaani maana yake yeye ndo alikuwa mkuu wa kiumbe, wa viumbe vyote. Si ndio paka hapo Yaani maana yake kiurahisi naweza nikasema hivi, sasa hivi wewe uwezo ukakaa ukaanza kucheza na simba, ukaenda tu porini ukachukua simba ukaanza kucheza nao. Haiwezekani. Chui sijui kina dubu ukaanza kucheza nao, haiwezekani. Uwezo tukatoka hapo nje kukutana na nyoka, lijoka kukutana nalo hivyo kaanza kulishika eti nyoka rafiki yangu. Haiwezekani. Si ndio? Utaogopa, utakimbia, utapiga kelele. Lakini kipindi cha Adamu hawa wanyama walikuwa sio tishio. Yaani maana yake simba alikuwa hali nyama, simba alikuwa anakula majani. Unaelewa hapo? Simba alikuwa hali nyama, alikuwa anakula majani. So alikuwa anakula wanyama wenzake pale au? Alikuwa anakula majani. Alikuwa anakula majani kabisa. Kwa hiyo mfano kama miti ya miiba. Miti ya miiba ilikuwa haipo. Miti ya miiba ilikuja baada ya Adam kutenda dhambi. Kwa baada ya Adam kutenda dhambi ndo simba akageuka akawa anakula nyama. Yaani kukatokea sasa mkengeuko, yani mvurugano wa dunia, dunia ikawa imejivuruga, yani ikawa imejiendea, ndio maana simba akaacha kula majani akaanza kula nyama. Unaona hicho kitu? Ndio maana Mungu alimwambia Adam, akamwambia ardhi imekulaani itakuzalia miiba. Yaani maana yake miiba haikuwepo. Ila ile laana ardhi ikaanza kuzaa mimea yenye miiba. Kutokana na ule mkengeuko. Unaona? Lakini before dhambi hakukuwa na yale machafuko. Hakukuwa na huo mkengeuko ambao ulikuwa umeharibu ulimwengu. Yaani maana yake hata watoto walikuwa na uwezo wa kucheza na simba na wanyama na nyoka na vitu, lakini wasidhurike. Walikuwa na samaki huko baharini, unaenda baharini unakutana na papa. Unalishika lipapa tu, halikufanya hata chochote. Tofauti na sasa hivi lipapa likikukuta litakata mguu, mkono, sijui nini, hivyo utakatwa utaliwa ukiwa mzima huko baharini. Unaona hicho kitu? Kwa sasa point anapozungumzia kwamba zije zamani za kufanywa upya, kaishapokelewa mbinguni. Sasa anasubiri, anakuambia hata zije zamani. Hii hata manake ni hadi. Kwa hiyo atakaa mbinguni hadi, anakuambia hadi zije zamani za kufanywa upya vitu vyote. Manake baada ya kupokelewa mbinguni atakaa, atamsubiri Roho Mtakatifu afanye kazi yake katika ulimwengu. Baada ya hapo utakuja tutokea unyakuo, si ndio? Tutakwenda mbinguni, tutakaa miaka 7, tutarudi duniani kuja kutawala miaka 1000. Kwa hiyo kwenye ule utawala wa miaka 1000, vitu vyote vinarudishwa kama ilivyokuaga wapi? Edeni. Kwa hiyo watu watachukuliwa, taishi mbinguni miaka 7. Alafu ndo utarudi tena duniani. Watarudi tena duniani. Watakaa duniani kwa miaka 1000, wakija kama wanadamu. Watakuta na wanadamu wengine wakiwa wanaishi. Alafu hapa wakitua, Yesu akija katika ule na utukufu wake, vitu vyote vinarudi katika ile saiko yake. Simba anaanza kula majani. Watoto wanaanza kucheza na nyoka, wanaanza kucheza na dubu, wanaanza kucheza na nini. Unaona hicho kitu? Kwa ile reform inakuja upya, yani inakuja ile ya Edeni, anairudisha, anakuja anatawala. Ndio maana Yesu anaitwa Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alishindwa kutawala, akashindwa kuiendeleza ile Edeni. Kwa anapokuja Adamu wa pili atakuja kuiweka ile Edeni akiwa afu ndo mtawala. Anakuwa anatawala kama vile ndo kiongozi, baba wa wote.
ambayo ilikuwa nafasi ya nani? Ya Adamu wa kwanza ambao alikuwa ameipoteza. Unanielewa vizuri? Nimeelewa. Ukimalizia mstari wa mwisho anakuambia hivi. Anakuambia zinafaa kufanya upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu, si ndio? Sasa mfano kama hapa ukimwangalia, tuchukue tu mfano mmoja. Nabii Isaya amezungumzia hizi habari, si ndio? Ukisoma katika kitabu cha Isaya, sura ya 11 unakutana na hizi habari. Anasema Isaya sura ya 11 anasema hivi, mfano, ngoja nikuonyeshe hapa. Anasema hivi, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, ambayo ndio Yesu, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hatahukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hataonya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu, na dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya, na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uadilifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana-kondoo, na chui atalala pamoja na mwana-mbuzi, ndama na mwana-simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana, kama vile maji yalivyoifunika bahari. Unaona hicho kitu Kwa hiyo hitimisho sasa. Tunahitimisha na kujibu swali lako na kukumbusha kwamba kupokelewa mbinguni ni baada ya kumaliza kazi ya msalaba, akapaa mbinguni akapokelewa. Hata hadi zije zile zama za kufanywa upya kila kitu. Maana yake anazungumzia habari ya baada ya unyakuo, baada ya dhiki kuu, tunakuja kufanywa, yani kunakuja ule wakati wa kufanywa upya kama Edeni. Ndio nikakwambia kwamba simba atakula majani kama ng'ombe. Hata tena kuwa anakula nyama. Watu watacheza na nyoka, dubu sio atashinda na chui sio, na nani watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Unaona hicho kitu watakuwa chini ya mamlaka hii hapo. Maana yake dunia tena haitakuwa na miiba, miti ya miiba yote itadisappear. Yaani ukengeufu ulikuwa umetokea pale wote hautakuwepo. Na nielewa vizuri sio? Kwa adili na kila kitu. Kwa tutaishi maisha ya namna hiyo. Kwa pati ya kwanza ya kupokelewa mbinguni ni baada ya kumaliza kazi. Pati ya pili ya kufanywa kila kitu upya ni hiyo ambayo nilikuwa nimekuelezea. Hiyo ni miaka milenia, miaka 1000, kila kitu kitarudi katika fomu yake, ule ukengeufu hautakuwepo. Ya 4 manabii nimekuelezea, nimekutolea mfano wa nabii Isaya alivyotoa huu nabii. Umenielewa vizuri sio? Ile dana umenielewa vizuri? Kuna mtu ana swali? Sina swali. Hauna swali? Okay. Mpaka kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi chetu. Tunakaribisha tena katika siku ya kesho. Tukutane tena wakati kama huu ambao tutakuwa tukijadili sura ya 4 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Mungu awabariki sana. Tuombe. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wakati huu ambao wewe Bwana ulikubali muda huu sisi tupate kuweza kujadili neno lako na kusema haya ambayo ulikuwa tumeyasema. Asante kwa sababu mko pamoja na sisi. Asante kwa sababu maarifa haya umeweka katika nafsi zetu ili tupate kuweza kuwajaza na wengine, hata neno lako likapate kufika mpaka mwisho utimilifu wako. Asante kwa ajili ya ile rehema ambayo umeachilia kwetu. Asante kwa ajili ya ile neema ambayo umeipanda ndani ya nafsi zetu. Nasi tunasema kwamba wewe ni Mungu unayeishi, Mungu mtakatifu. Tujaze nguvu, tutie maarifa zaidi, tuweze kulisema neno lako kwa ujasiri. Ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Usisahau subscribe channel yetu.